Hujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV katika kutazama ulimwengu wa habari. Na habari kuu siku huu: vitendo vya ubakaji vyapungua nchini kutoka matukio 8185 kwa mwaka 2023 hadi kufikia 7670 kwa mwaka 2024, sawa na 6.3%. Katika habari za kimataifa, AI yasema M23 wanahusika na uhalifu wa kivita. Na katika michezo, waamuzi watatu wa Tanzania wateuliwa kushiriki katika semina ya CHAN. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Maliango Mugeta. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema vitendo vya ubakaji vimepungua nchini kutoka matukio 8185 mwaka 2023 na hadi kufikia matukio 7670 kwa mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa 6.3%. Mindy Joseph ana undani wa taarifa ifuatayo. Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 2025 na 26 bungeni jijini Dodoma leo Mei 27, 2025, Dr. Gwajima amesema hii ni kufuatia jitihada zinazofanywa na serikali katika kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ambapo kumekuwa na matokeo chanya. Katika hatua nyingine, amesema upande wa matukio ya ulawiti yamepungua kutoka 2382 kwa mwaka 2023 hadi 1830 kwa mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa 19%. Kufuatia jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, sasa tunaanza kuona matokeo chanya, yakiwemo kupungua kwa vitendo vya ubakaji kutoka matukio 8185 mwaka 2023 hadi matukio 7670 mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa 6.3%. Matukio ya ulawiti nayo yamepungua kutoka matukio 2382 mwaka 2023 hadi matukio 1930 mwaka 2024, sawa na kupungua kwa 19%. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, Fatuma Taufiki, anasema wakichangia katika bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, baadhi ya wabunge wamewataka wazazi kuwafundisha zaidi watoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jambo ambalo mimi binafsi ukinichukua shukrani manya linalonikera ni pale ambapo watoto wa kiume au wa baba tunatelekeza watoto wetu. Yani ulipata mtoto kwa namna yoyote ile, alafu unamtelekeza. Majukumu yote ya matunzo, ya malezi anaachiwa mama. Hili jambo sio jambo ambalo ni jema sana, na kwa msingi huo sisi ambao ni wazazi tuwafundishe watoto wetu wanapokuwa wamefikia umri huo ambao wote tunaufahamu, kwamba tendo la ndoa linapofanyika ndio linaloleta watoto duniani. Na kwa hiyo kabla ya kuwaleta watoto duniani, lazima watafakari kwamba kituo kinachofuata baada ya hapo ni malezi pamoja na matunzo yao. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Profesa kwa mchango mkubwa na mzuri kwenye eneo zima la lishe. Na ni kweli kabisa lishe bora ni jambo la msingi sana, na ndilo ambalo linapelekea kutuhakikishia kama taifa kulinda rasilimali watu. Aidha, namshukuru sana kwa kutambua jitihada zangu binafsi, na tutaendelea kushirikiana katika kusemea ajenda hii ya lishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nijielekeze kwenye mchango wangu kwenye wizara hii muhimu sana, ambayo kimsingi inabeba muktadha mzima wa maendeleo ya jamii, lakini pia masuala ya wanawake, jinsia na makundi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amefanya kuleta mageuzi makubwa katika sekta hii ya NGOs, halikadhalika kuimarisha ustawi wa sekta yetu hii muhimu. Vivyo hivyo na
Kikao cha 33 cha mkutano wa 19 wa bunge la 12 ambao ni mahususi kwa ajili ya kujadili na kupitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 na 26 kimeendelea leo bungeni jijini Dodoma. Kutoka Dodoma, Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule amewakaribisha mabalozi kutoka nchi mbalimbali wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania ili kujionea miradi mbalimbali na fursa zinazopatikana katika mkoa wa Dodoma. Hayo yamejiri leo Mei 27 katika mkutano maalum na uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Civil Finance jijini Dodoma, ambako waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo alikuwa mgeni rasmi na shughuli hiyo. Mbali na waziri huyo, waziri wa madini Mheshimiwa Anton Mavunde, naibu waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Zainab Katimba pamoja na viongozi mbalimbali wa jiji la Dodoma walihudhuria. Excellency ambassadors, I humbly request you to speak also to your governments that we are ready now as Dodoma to allocate budget as your acting dean clearly mentioned. Start allocating budget. We are ready. In setting up embassy, you always look for hospital. We have one of the best hospital, Benjamin William Mkapa Center. You always look for the school. You mentioned school for your children, for your staff. We have very good schools now. Good news is there is less traffic in Dodoma than Dar es Salaam. I'm sure you know about that. You can reach in from where I was in Parliament to here was only 5 minutes. In Dar es Salaam would have taken me at least an hour. If you go to Tegeta and Mbezi, it's almost 2 hours. So less traffic, school, a hospital is there, security you mentioned is there. So all these favorable features are there. You have already been given your plots, and your plots are so nice that if you want a bigger size now, you can tell us. For example, in Dar es Salaam, we have China Medical building. So if you want a more plot, more land for your medical people, for your staff houses, just let the regional commissioner know. The mayor is here. Take Dodoma to the world. Thank you very much. Your Excellencies, we valued the continued partnership and collaboration with your governments and organizations. Your support, whether through financial assistance, technical expertise, or knowledge sharing, has played a vital role in our progress thus far. We look forward to deepening these partnerships as we work together towards shared goals. In conclusion, I hope that your visit to Dodoma, Tanzania's diplomatic capital, will open new avenues for dialogue, mutual understanding, and sustained cooperation. Together, let us continue to build a brighter future for our people, our nations, and our shared world. Deposit that has not yet been extracted, hence demand for investors. We already have investors who have shown interest to extract copper, gold, and nickel. We see this as a big opportunity for investors from your countries. We will feel proud to actualize the extraction of these minerals in valuable economic impact. Other investment opportunities available in Dodoma include the education sector, health sector, hospitality, energy, solar, from solar and wind. We have good investing environment, enough electricity, accessible roads, abundant water supply, and we deliver good services to those in need. Asante kwa taarifa hiyo. Zaidi ya bilioni 1 zimetumika katika mradi wa lishe na mwanao unaofadhiliwa na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF pamoja na serikali ya Norway, ambao umetekelezwa katika halmashauri 3 za mkoa wa Mbeya wenye lengo la kupunguza hali ya ukosefu na udumavu ili kuweza kujenga taifa bora. Taarifa zaidi anayo Upendo Kibetile kutoka jijini Mbeya. Mkuu wa UNICEF kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Ophelia Kalumuna,
amesema kufuatia hali ya udumavu kuwa juu ya wastani wa kitaifa mkoani hapo, imewapasa kuchukua hatua za haraka katika kushughulikia visababishi vikuu ili kuweza kupunguza athari kwa watoto. Hali ya udumavu katika mkoa wa Mbeya ni 32%, ambao ni juu kidogo ya wastani wa kitaifa ambao ni 30%. Hali hii inatuita kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulishughulikia visababishi vikuu na kupunguza athari za watoto wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa Lisha Mwanao unafadhiliwa na shirika la UNICEF na nchi ya serikali ya Norway. Mradi huu unatekelezwa kwa kushirikiana na mkoa wa Mbeya na halmashauri za wilaya ya Mbeya, Mbarali na Rungwe pamoja na shirika la Catholic Relief Service ambalo linafanya kazi na asasi ya kiraia inayoitwa Consonant. Wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 1 na milioni 300. Kwa upande wake meneja wa mradi Doris Mnisi ameeleza walengo wa mradi wa Lishe na Mwanao, akitaja mbinu wanazotumia katika kutekeleza mradi huo. Walengwa wa mradi wetu ni watoto chini ya miaka miwili pamoja na wazazi wao, lakini pia wajawazito, vijana wa rika balehe, wanaume vinara pamoja na wanajamii kwa ujumla wenu. Tuna afua mbalimbali ambazo tumelenga kuzitekeleza. Tunazo afua mahususi za lishe na afua mtambuka za lishe. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Omera akatoa rai hii kwa viongozi wa serikali na madhehebu ya kidini, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya akisisitiza umuhimu wa lishe bora kwa watoto. Nitoe wito kwa viongozi wa serikali na vyama vya siasa, madhehebu ya dini, wataalamu na wanajamii ya Mbeya. Sote tutoe ushirikiano kwa wadau waliopewa kazi hii ya kuhakikisha kwamba tunapambana na swala zima la udumavu na tuwe na lishe ya kutosha kabisa kwa wenzetu wa CRS pamoja na Consonant, ili tuweze kutekeleza shughuli zote ambazo zimepangwa kwa ajili ya mradi huu wa kukabiliana na changamoto ya lishe katika mkoa wetu wa Mbeya. Ninaamini kila mmoja wetu aliyopo hapa leo atatekeleza na kusimamia afua zote za mradi kwa ufanisi na kupunguza changamoto mbalimbali za lishe kwa watoto wetu. Tutakuwa na taifa imara, ni lazima ujenge taasisi imara. Kwa hiyo ili upate watu imara, lazima uanze kwenye lishe, uanze kuondoa udumavu na changamoto mbalimbali za magonjwa ya mtoto, ili akiwa mtu mzima aweze kutumika vizuri, kwa sababu ndio namna pekee ambayo tunaweza kuandaa taifa la kesho kupitia hao watoto ambao watakuwa na lishe bora. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari, na habari kuu usiku huu: vitendo vya ubakaji vyapungua nchini kutoka matukio 8185 kwa mwaka 2023 hadi matukio 7670 mwaka 2024, sawa na 6.8%. Katika habari za kimataifa, AI yasema M23 wanahusika na uhalifu wa kivita. Na katika michezo, waamuzi watatu Tanzania wateuliwa semina ya CHAN. Naam, tunaendelea na ulimwengu wetu wa habari. Mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Martin Shigela, amesema ataagiza ofisi ya mkuu wa wilaya Geita pamoja na Chama cha Mapinduzi CCM ngazi ya wilaya kufuatilia sakata la misuguano kati ya ofisi ya kijiji cha Salagulwa na chama lililoweza kukwamisha shughuli za maendeleo za kijiji hicho kama halijaweza kutafutiwa ufumbuzi. Michael Bundala ana undani wa taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akiwa katika ziara ya kusikiliza kero za wananchi katika kijiji cha Salagulwa kilichopo halmashauri ya wilaya ya Geita amekemea tabia hiyo baada ya wananchi kutoa kero hiyo ya wenye viti wanapochaguliwa kutokudumu madarakani. Mkuu huyo wa mkoa, pamoja na kukemea tabia hiyo, amesema ataagiza ofisi ya mkuu wa wilaya ya Geita na chama ngazi ya wilaya kwenda kuchunguza msuguano uliopo kati ya serikali ya kijiji cha Salagulwa na chama katika suala la upatikanaji wa walinzi wa bomba la maji kijijini hapo. Maadamu ngazi ambao wanatofautiana ni upande wa serikali na chama, sisi ngazi ya mkoa tutawaelekeza wilaya, mkuu wa wilaya na chama wilaya waje wasikilize. Lakini ni hatari sana, ni hatari sana kwa watu ambao kuanza kuingia mahali ambako hapastahili.
kama mpaka wetu wa namna ya kuwapata wanaohusika na ulinzi wa Kongo. Lazima sifa zijulikane, matangazo yaeleweke na utaratibu wa kuwapata walinzi uwe wa wazi. Hatuwezi mwaka jana tukawa tumemtoa mwenyekiti, halafu ndani ya muda mfupi tumefanya uchaguzi tukamtoa tena mwenyekiti. Haiwezekani. Awali wananchi wa kijiji cha Salagulwa walitoa maelezo ya kero hiyo kwa mkuu wa mkoa Martin Shigela, wakihitaji suluhisho la kero hiyo kijijini hapo. Sasa kero yangu najiuliza, na muhula huu tumemaliza kuchagua serikali nzima na mwenyekiti, kero zimeanza. Wajumbe hawana imani na mwenyekiti. Wajumbe hawa wakapeleka malalamiko kwenye chama wakafutia udhamini mwenyekiti. Sasa najiuliza, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hii kero itaisha lini hapa Salagulwa? Mwenyekiti anasema tunataka wanaolinda bomba wachaguliwe bure. Asema hakuna, mpaka 300,000, 400,000, 500,000. Akikataa anafutiwa udhamini, amejadiliwa, afukuzwe, na sasa hivi yuko kwenye mbio za kufukuzwa. Hivyo basi kero yangu ni hilo ambalo linatusumbua, linatutafuna katika kijiji cha Salagulwa. Kijiji cha Salagulwa kina kero kubwa ambayo itasababisha kutokuwa na maendeleo katika kijiji hiki, kwa maana ya kwamba kila tunapomaliza uchaguzi propaganda haziishi. Kwa nini haziishi? Chama tunapomaliza uchaguzi, wagombea tegemezi ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi hawaitwi kwenda kuvunja makambi. Kwa mujibu wa wananchi wa kijiji cha Salagulwa, kila kunapofanyika uchaguzi kuwachagua wajumbe na mwenyekiti wa kijiji ambao wanatakiwa kumaliza miaka 5, huwa viongozi hao hawamalizi miaka yao ya uongozi, jambo ambalo wamelifikisha kwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya kupata suluhisho. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Santa Michael Bundara kutoka mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 28 ikiwa ni msaada usiokuwa na masharti yoyote zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa kituo kikubwa cha kupandikiza figo na kutarajiwa kukamilika na kuanza kutoa huduma ndani ya miaka 3. Virginia Paul ana undani wa taarifa ifuatayo. Kituo hicho ambacho kitajengwa kwenye hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma ni ushirikiano kati ya shirika la tiba la Tokushukai, hospitali ya Benjamin Mkapa na chuo kikuu cha Dodoma. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abeli Makubi amesema wamesaini makubaliano na shirika hilo linaloundwa na kundi la madaktari wa Kijapan ambao wamekuwa wakisaidia utoaji na uboreshaji wa huduma za afya. Sisi tumekuja kwenye haya maonyesho ya dunia ya biashara ambayo yanafanyika hapa Osaka, Japani, na sisi hospitali ya Benjamin Mkapa tukishirikiana na chuo kikuu cha UDOM tumesaini makubaliano na Tokushukai Medical Corporation. Hili ni grupu la madaktari wa Kijapani ambao limekuwa likisapoti nchi kadhaa barani Afrika katika kuboresha huduma za afya. Na hawa wamekuwa wadau wetu wa muda mrefu nchini Tanzania, ndio walikuwa watu wa kwanza kusapoti swala la dialysis center pale hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na UDOM. Sasa MOU hii ambayo tumeisaini sasa hivi ni kwa ajili ya kujenga kituo cha umahiri kwa ajili ya upandikizaji figo katika eneo la Tanzania na pia Sub-Saharan Africa. Ni grant ambayo haina masharti yoyote, itakuwa na thamani ya bilioni 1.5 yeni ambazo ni takriban sawa na bilioni 28 fedha za Kitanzania. Kwa hiyo watatujengea hicho kituo ndani ya hospitali ya Benjamin Mkapa na vifaa pia tutapata. Pia serikali yetu itasaidia katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba hicho kituo ndani ya miaka 3 kinakamilika na kuanza huduma. Kwa hiyo sisi tunatoa shukurani kwa serikali ya Japani kupitia wadau, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi ambayo ametufanya sisi tuweze kufikia makubaliano na hawa, na chini ya viongozi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwepo hapa na ameshuhudia haya makubaliano
ambayo mwisho wake yanaenda kusaidia wananchi kwa ajili ya kuboresha huduma za tiba ya figo, si kwa Watanzania tu bali pia kwa Waafrika wengine. Lakini pia kituo hiki kitatoa mafunzo. Ndio maana wenzetu wa UDOM pia watakuwepo kutoa mafunzo kwa ajili ya kupandikiza figo kwa Watanzania, lakini pia kwa Waafrika wengine. Na pia tutafanya tafiti ambazo zitasaidia kuzuia au kupunguza magonjwa yanayohusiana na figo. Kitakuwa ni kituo kikubwa kwa eneo la Sub-Saharan Afrika kwa ajili ya tiba ya upandikizaji wa figo. Kwa upande wake, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Profesa Lugano Kusiluka amesema makubaliano hayo yataimarisha huduma ya upandikizaji figo ambao unafanyika katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma kwa ushirikiano wa wataalamu wa hospitali hiyo pamoja na wa UDOM. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa leo ilikuwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa jambo hilo. Lakini pia kwa kushirikiana na wenzetu wa hospitali ya Benjamin Mkapa, kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya kazi pamoja na Chuo Kikuu cha Dodoma. Mojawapo ya kazi ambayo tunaifanya kwa karibu sana ni upandikizaji wa figo ambao huu unafanywa kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini unahusisha wataalamu walioko Chuo Kikuu cha Dodoma na wataalamu waliopo pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Na kwa sababu hiyo tumeendelea kutafuta rasilimali kwa pamoja kwa ajili ya kueneza hiyo teknolojia ya upandikizaji figo. Tunajua kuna maelfu ya Watanzania wanalazimika kwenda nchi za nje na wanatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Bahati nzuri wataalamu tunao, na kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka jana takriban upandikizaji wa figo kwa watu 50 umeshafanyika pale Dodoma kwa ushirikiano wa wataalamu kutoka hivi taasisi hizi mbili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alishuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano hayo pamoja na hati nyingine iliyosainiwa ni kati ya ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Dodoma, hospitali ya Benjamin Mkapa na Chama cha Maendeleo na Uchumi Afrika cha Japani. Hati hizo ni sehemu ya hati 6 za makubaliano zilizosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mashirika ya Japan. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Asante Virginia Paul kwa taarifa hiyo. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha 6 kwa mwaka 2025 kutoka shule zote za Tanzania bara kuhudhuria mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria wa mwaka 2025. Wito huo umetolewa Jumanne Mei 27 mwaka 2025 na kaimu mkuu wa tawi la utawala JKT Kanali Juma Mtae wakati akizungumza na wanahabari katika makao makuu ya jeshi hilo jijini Dodoma. Aidha, JKT imewapangia makambi watakayokwenda kuweza kupatiwa mafunzo na wanatakiwa kuripoti makambini hapo kuanzia tarehe 28 Mei 2025 hadi tarehe 8 Juni 2025. Wito wa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa mujibu wa sheria mwaka 2025. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele anatoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha 6 mwaka 2025 kutoka shule zote za Tanzania bara kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Sanjari na wito huo, Jeshi la Kujenga Taifa limewapangia makambi watakayokwenda kupatiwa mafunzo na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia kesho tarehe 28 Mei hadi tarehe 8 Juni 2025. Wahitimu wenye mahitaji maalum and physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu Jeshi la Kujenga Taifa iliyopo Mlandizi mkoani Pwani, ambayo ina miundombinu ya kuwahudumia watu hao. Orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya JKT waliopangiwa, maeneo makambi hayo yalipo na vifaa watakavyotakiwa kwenda navyo inapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.jkt.mil
www.ecdh.go.tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, kijana anatakiwa kuingiza jina au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha 6. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa. Akichagua neno hilo, ataona jina au majina ya waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mwaka 2025, ikionyesha kambi aliyopangiwa, mkoa na wilaya ilipo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana na kambi walizopangiwa, mtumiaji atapakua JKT PDF 2025 iliyopo juu kulia katika ukurasa huo. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha 6 mwaka 2025 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulilinda na kulitumikia taifa lao. Asante kwa taarifa hiyo. Chama cha Tanzania Labour Party TLP kimempitisha katibu mkuu wake Eustace Rwamugira kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Rwamugira amechaguliwa kwa kura 51 kupitia mkutano mkuu maalum wa chama hicho, huku mshindani wake Wilson Elias aliyepata kura 47 akilalamikia kuporwa ushindi kwa kile alichokiita kuwa aliingizwa mamluki katika mkutano huo, hoja ambayo imejadiliwa na mwenyekiti wa TLP Richard Limo ambaye amesema uchaguzi ulikuwa huru na haki. Sisi wote tumepata na sisi wote tumekosa. Tulikuwa tunataka wagombea, mtu wa kutusaidia, tumempata tayari. Tumewapata wote tuliokuwa tunataka. Kwa hiyo tuamini kwamba hawa wanaenda kufanya kazi ya sisi wote. Mliowapigia kura, hamkupiga kura, lakini hawa wanakwenda kufanya kazi ya TLP kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa kweli kwamba kupiga kura na kupigiwa kura tumeiweka. Kupiga kura ni haki na kupigiwa kura pia ni haki yako ya msingi. Kwa hivyo nasema asanteni sana. Na tulipewa taarifa mapema kwamba kuna mamluki wameingizwa. Kuna mamluki ambao wameingizwa. Jumla ya wapiga kura halali wa mkutano mkuu wa TLP ni watu 170. Katika watu 170 leo yule ambaye ni mgombea na bado hakujiuzulu nafasi yake ukatibu mkuu ambaye naye ni mgombea akatangaza wapo watu 183, ikiwa ni ongezeko la watu 13 ambao hawa ndio haswa ambao wameenda wakampigia kura yule mzee. Ndio kura ambazo zilikuwa zimezidi. Kwa maana nyingine mzee alitakiwa amepata kura 39. Kwa hiyo ni uhuni ambao umefanyika. Labda kama kuna chama ambacho kitaona pima na kuona ninafaa kukiwakilisha, milango ipo wazi. Mzangu, kwenye ushindani unataka ustamilifu, si ndio? Kwenye ushindani kunahitaji ustamilifu. Na ukiingia kwenye uchaguzi ni lazima uwe una imani ya nini? Demokrasia. Na kwenye demokrasia kuna mambo mawili tu, kushinda na kushindwa. Sasa lazima yakubali yote, lazima yatatokea. Yakitokea basi ni vyema ustamilifu ndio unahitajika. Na mimi niwapongeze kwa sababu mmefanya zoezi limekuwa kwa wazi hapa. Mmepiga hapa kwa wazi, mkehesabu kwa wazi hapa, na sisi tumeona. Kwa ni uchaguzi ambao umesema ulikuwa mzuri na tumeona demokrasia inakufanya kazi, na mwenyekiti wa uchaguzi nimpongeze, amejitahidi sana. Ila jambo la msingi kabisa, baada ya mambo kama haya ya ushindani, mnatakiwa mbaki wamoja.
kama chama mnatakiwa muendelee na kufanya kazi za chama na muwe wastamilivu na mjue kwamba demokrasia ndio ilivyo, lazima mmoja atashinda, mwingine atashindwa. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea katika habari za biashara na uchumi, ambapo huko tutaungana na Godlinus Gaspar. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godlinus Gaspar. Serikali imetoa onyo kali kwa watu na kampuni zinazoendelea kuzalisha bidhaa za mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku na kuingiza katika matumizi kwa njia za panya. Imesema itaendelea kufanya doria za kushtukiza katika viwanda bubu na masoko ili kuwabaini na kuwachukulia hatua wahusika wote wanaojihusisha na biashara hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano wa Mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema hayo leo Mei 27, 2025 jijini Dodoma, wakati akitoa tamko la serikali kuelekea maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani ambayo kilele chake kitakuwa jijini Dodoma, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatua hiyo inakuja kutokana na kujitokeza kwa changamoto ya matumizi ya vifungashio vya plastiki aina ya tubings kutumika kama vibebeo na vifungashio ambavyo havina sifa na kutokukidhi matakwa yaliyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania, yani TBS. Kufuatia hatua hiyo, Mhandisi Masauni amelielezea Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, mamlaka za serikali za mitaa na mamlaka nyingine za umma kuendelea kufuatilia na kuwabaini wahusika wote wanaokiuka sheria na kuzalisha bidhaa za plastiki zilizopigwa marufuku kuzalishwa na kutumika nchini. Aidha, na mwaka 2022 kanuni husika zilifanywa mapitio na kuwa kanuni za usimamizi wa mazingira, kupiga marufuku mifuko ya plastiki na lakini za vifuniko vya plastiki ya mwaka 2022. Kanuni hizi zilifuata kanuni za mwaka 2019. Kwa kiasi kubwa nchi yetu imepiga hatua katika kudhibiti taka za plastiki baada ya kupiga marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji wa matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia Juni 2019. Hii ilisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuboresha taswira za mji na kuhamasisha matumizi ya mfuko mbadala. Katazo hili limeendana na elimu kwa umma sambamba na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uzalishaji wa mifuko mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira. Aidha, alisema kuwa pamoja na changamoto hiyo, kwa kiasi kikubwa Tanzania imepiga hatua katika kudhibiti taka za plastiki
baada ya kupiga marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji na matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia Juni 2019, hatua iliyosaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Nchi yetu imekuwa na utaratibu wa kuwa na kauli mbiu ya kitaifa kuendana na muktadha wa masuala ya hifadhi ya mazingira nchini kwa kuzingatia changamoto, mahitaji na fursa mbalimbali zilizopo nchini zinazohusu hifadhi ya mazingira. Kwa muktadha huu, maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mazingira duniani yatafanyika jijini Dodoma na yataongezwa na kauli mbiu ambayo inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Ili kuhakikisha wananchi wanapata uelewa kuhusu kutambua mifuko na vifungashio vya plastiki vilivyoruhusiwa, Mheshimiwa Masauni alisema kuwa serikali imeendelea kutoa elimu kwa umma sambamba na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uzalishaji wa mifuko mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira. Akizungumzia maadhimisho hayo, Waziri Masauni alisema yatachangizwa na maonesho ya wadau ya bidhaa, huduma na ubunifu kuhusu hifadhi ya mazingira yatakayoanza Juni 1 hadi 5, 2025 jijini Dodoma. Pia amesema kutakuwa na kongamano la vijana litakalowakutanisha vijana mbalimbali wakiwemo wanafunzi wa vyuo, wajasiriamali na mabalozi wa mazingira litakalofanyika jijini Dar es Salaam tarehe 3 Juni 2025. Kwa mujibu wa Mhandisi Masauni, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki, inayolenga kuikumbusha jamii kuwa mazingira na rasilimali zake ni msingi wa uhai na maisha pamoja na ukuaji wa uchumi. Kauli mbiu hii inalenga kuikumbusha jamii yetu ya Tanzania kwa mazingira na rasilimali zake ni msingi wa uhai na maisha yetu pamoja na ukuaji wa uchumi. Hivyo utunzaji na uhifadhi wa mazingira na rasilimali zake ni jambo muhimu kwa kila mmoja wetu. Naomba niwakumbushe kuwa Tanzania yetu tuliyopokea kwa mababu zetu, hatuna budi kuitunza kwa kuwa na matumizi endelevu ya rasilimali zake, ili kama tulivyorithishwa na mababu zetu pia turithishe kwa vizazi vijavyo, ili navyo viweze kupata mahitaji yake ya kijamii na kiuchumi. Ndugu wananchi, mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2019, serikali ilitoa tamko la kusitisha uzalishaji, uingizaji nchini na usafirishaji nje ya nchi, usambazaji na matumizi ya mifuko ya plastiki nchini kuanzia tarehe 1 Juni mwaka 2019. Mara baada ya agizo hilo, serikali iliandaa kanuni zilizochapishwa katika gazeti la serikali namba 394 ya tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2019. Kanuni hizi ni za usimamizi wa mazingira za kupiga marufuku mifuko ya plastiki za mwaka 2019. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godliness Gaspar. Naam, asante Godliness Gaspar kwa taarifa za biashara na uchumi. Kama ndio kwanza unaungana nasi mtazamaji, hii ni Sky TV na tunaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni AI yasema M23 wanahusika na uhalifu wa kivita. Habari za kimataifa.
Habari za kimataifa, tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la haki za binadamu la kimataifa Amnesty International limelituhumu kundi la waasi wa M23 kwa uhalifu wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo la haki za binadamu limeituhumu M23 kwa mauaji, utesaji na kuwasababishia raia kadhaa kutoweka kwenye miji miwili inayoshikiliwa na waasi hao. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo siku ya Jumanne, Mei 27, imesema kuwa baina ya mwezi Februari na Aprili mwaka huu, waasi wa M23 waliokamata, kuwaua na kuwatesa mamia ya raia kwenye miji ya Goma na Bukavu, wakiwatuhumu kuwaunga mkono wanajeshi wa serikali. Manusura waliohojiwa na shirika hilo wameelezea kiwango cha mateso walichokumbana nacho mikononi mwa M23, ingawa wamesema hakukuwa na ushahidi wowote wa wao kuungana na jeshi la serikali. Amnesty International imesema ripoti walizokusanya kutoka kwa manusura hao zinaashiria kuwa waasi hao wanaoungwa mkono na Rwanda walitenda makosa yanayolingana na uhalifu wa kivita. Kwingineko, zaidi ya watu 30 wameuawa katikati mwa Nigeria kwenye maeneo ambako kawaida jamii za wakulima na wafugaji hushambuliana wakiwania udhibiti wa ardhi. Gavana wa jimbo la Benue, Ormini Torsari Victor, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwishoni mwa wiki watu 20 waliuawa kwenye kijiji cha Aondona, miongoni mwao wakiwamo watoto wadogo. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo, Anene Sewese Catherine, amethibitisha mauaji mengine kwenye vijiji vingine, wakiwamo maafisa wa polisi waliokuwa wakikabiliana na washambuliaji. Jamii ya kabila lenye Waislamu wengi na wanaoishi wakitegemea ufugaji imekuwa ikipambana mara kwa mara na jamii ya Wakristo, wengi wao wanaoishi kwa kutegemea kilimo, kila upande ukidai umiliki mkubwa wa ardhi ya eneo la katikati mwa Nigeria. Na hatimaye chama tawala nchini Venezuela kimetangaza kujizolea takribani viti vyote vya ubunge na ugavana kufuatia uchaguzi wa siku ya Jumapili Mei 25, matokeo ambayo bado hayajathibitishwa na tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Amerika ya Kusini CNE. Yanaonesha kuwa vuguvugu la Chavismo lililoasisiwa na mtangulizi wa Rais Nicolas Maduro, marehemu Hugo Chavez, limechukua viti 23 kati ya 24 vya ugavana, huku likitoa viti 256 kati ya 285 vya ubunge. Miongoni mwa waliotangazwa washindi wa ubunge ni mke wa Rais Maduro, Cilia Flores, na mtoto wao wa kiume Nicolas Maduro Guerra. Muungano mkuu wa upinzani ukiongozwa na Maria Corina Machado uligomea uchaguzi huo, lakini kundi dogo la upinzani likiongozwa na mwanasiasa aliyewahi kuwania urais mara mbili, Henrique Capriles, liliamua kushiriki, likihoji kuwa ugombeaji wa awali ulimsaidia Maduro kujichimbia madarakani badala ya kumwangusha. Mwenyewe Capriles ameshinda kiti chake bungeni. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Naam, asante sana Pius Jayunga kwa habari hizo za kimataifa katika ulimwengu wa habari. Na sasa tunaelekea katika michezo na burudani, ambapo huko tunaungana naye Johannes Michael. Huwari gani mtazamaji wa ulimwengu wa habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa. Waamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, Freki Komba na Hamdi Saidi wameteuliwa na CAF kushiriki semina ya pili ya maandalizi ya CHAN itakayofanyika nchini Cairo. Semina hiyo itafanyika Cairo, Misri kuanzia Juni 21 hadi Juni 25 mwaka 2025. Mashindano ya CHAN yanatarajiwa kufanyika nchini Tanzania, Kenya, Uganda mwezi Agosti mwaka huu badala ya kuahirishwa mwezi wa pili kutokana na kutokidhi vigezo.
Na kunako taarifa nyingine, baada ya kuhitimisha safari ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kikosi cha Simba kesho kitashuka dimbani kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Singida Black Star, mchezo ambao utachezwa katika dimba la KMC Complex majira ya saa 10 kamili. Kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa kikosi cha Simba Selemani Matola na David Kameto wameweza kuzungumza maandalizi yao. Ratiba imekuwa tight na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anayependa kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya finali. Lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo, kwa hiyo tunaweza kumanage kujua ni jinsi gani tukacheze na kutokana na mechi ambayo tuliomaliza. Ya swala la rotation nafikiri ni jukumu la sisi walimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna session ya mwisho ya mazoezi sisi leo. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu nzima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze kesho na nani asianze. Hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kwa hiyo nafikiri baada ya mazoezi ya leo, session ya mwisho, tutajua mpaka kesho nani atakayeanza nani ambaye haanzi. Hiyo ambayo tumecheza finali ilishaisha, kwa saizi focus yetu yote ni kombe la ligi pamoja na FA. Kwa hiyo ile focus ambayo umetuona nayo kwenye klabu bingwa ndio hiyo ambayo utatuona nayo kwenye kombe la ligi au zaidi pia. Kwa hiyo sio kashangaa ukiona kwamba tumeongeza chachu zaidi, ila haiwezi kupungua zaidi, tutaongeza zaidi ya hiyo. Na kunako kikosi cha Singida Black Star, kocha David Ouma pamoja na Benedict Ahule waliweza kueleza maandalizi yao kuelekea mchezo wa kesho katika dimba la KMC Complex majira saa 10 kamili. Zetu na motivation ambayo tuko nayo kama team sasa hivi ni level ambayo tuko kama Singida Black Stars. Na level ambayo tuko sasa hivi ni wakati bora zaidi kwa sababu ile CAF ticket already iko confirmed. Ni jambo ambalo nataka kupea timu nzima kongole kubwa sana. Kama tunajipa kongole, kwa hivyo inamaanisha ni tunabisha kwa mlango sasa hivi. Ni rallying call sisi kama club kuanza kuonyesha ile kiwango ya mahali ambalo sisi wenyewe tunalitaka kama club, yani ile level. Na ukiangalia vizuri sana nafikiria tunakuja kucheza mechi ya kesho kwa wakati bora zaidi. Kwa wakati bora zaidi vipi? Kwa sasa hivi tuko na ile CAF ticket, na ukiangalia jinsi ambavyo mpinzani ambao tunacheza naye ambaye ni Simba wamekuwa katika ile Confederation Cup wakicheza. Sawa? So tukiangalia wapinzani wetu mwenendo ambao wamekuwa nalo katika kuqualify katika group stages, kucheza katika group stages, na vile vile ukweli wamefanya kazi kubwa sana katika finali. Ingawa of course kikombe likubakia Tanzania, jambo ambalo sisi kama wazalendo wote wa Tanzania tungependa libaki, lakini sasa hivi sisi kama Singida tumeona kikombe imezinduliwa mpya la CAF pale. So mawazo yetu ni kuwa mechi ambayo tunacheza na Simba back to back itatupea level nzuri zaidi sisi kama team. Sisi kwa upande wetu kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufika Dar es Salaam salama na tumeweza kuizoea hali ya hewa. Pia kingine tunaenda kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Tunaamini mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi kwa upande wetu makocha wametupa mbinu zote na tumeshajiandaa kwa asilimia zote, asilimia 95 kwa ajili ya mechi ya kesho ambayo tunasubiria tufike katika uwanja wa mapambano. Na kwa taarifa nyingine, moja kwa moja, bondia maarufu wa ngumi za kulipwa nchini Mfaume ameonyesha furaha yake kubwa kufuatia tangazo la kurejea kwa kipindi maarufu cha ndondi almaarufu Vitasa kinacholejea kuanzia mwezi ujao. Mfaume ambaye aliwahi kushinda mikanda ya kitaifa Afrika Mashariki amesema kipindi hicho ndicho kilichomwokoa kutoka mtaani hadi kimataifa. Ni fursa kubwa kwetu sisi mabondia na wapenda masumbu hapa nchini Tanzania. Kama unavyoona nipo na mabondia wakubwa nchini Tanzania, nipo Don Babe, Pacman na Sibu Ramadhani, nipo na Dogo Yanja Mpilipili, ila kwa sababu jambo la furaha Pialali, King Classy, tupo na babu yetu Kinyogoli. Tuko wengi sana. Kwa hiyo naweza kusema ni furaha kubwa sana na ni faraja kwetu, na ningependa kutoa shukrani kwa Azam kuweza kutuonea huruma, maana tulikuwa tunapitia maisha magumu sana. Na hatuwezi kuficha wala hatuwezi kupepesa macho. Kwa hiyo mabondia walikuwa wanapata nafasi za kucheza, lakini
ukosefu wa Azam ilikuwa ni pengo kubwa sana, na sio sisi tu mabondia, mpaka kwa baadhi ya wadhamini, mashabiki, naweza kusema Tanzania kwa ujumla. Kwa tunashukuru sana, ni furaha kubwa sana sana sana. Na moja kwa moja habari za michezo na burudani, tunaenda kimataifa, ambapo licha ya kufanya vibaya ligi kuu nchini Uingereza EPL msimu huu uliomalizika, mashabiki kutokea nchini Malaysia wameendelea kuwashangilia wachezaji wa klabu ya Manchester United ambao ipo nchini humo kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi ya msimu ujao. United itacheza michuano ya Maybank Cup kwa michezo ya kirafiki kwa ajili ya kujiimarisha kwa ajili ya msimu ujao, na United hawakuwa vizuri ndani ya msimu uliotamatika nchini Uingereza. Na kunako taarifa nyingine, moja kwa moja tunakwea pipa hadi Hispania, ambapo kiungo mshambuliaji wa klabu ya Barcelona Lamine Yamal ameongeza kandarasi ya kuendelea kutumikia klabu ya FC Barcelona hadi mwaka 2031. Nyota huyo amekuwa na kiwango bora zaidi msimu huu akifunga magoli 9 na pasi za mwisho 13 kwenye michezo 35 ya La Liga. Kwenye michuano ya UEFA amecheza michezo 13, amefunga mabao 5 na pasi za mwisho 3. Habari hizi huenda zikaumiza zaidi mashabiki wa Real Madrid. Na kunako burudani tunaungana na Virginia Po ambaye ametuandalia habari zaidi. Na katika burudani leo kutokea nchini Tanzania, mwanamitandao ya kijamii Kili Po ambaye kwa sasa hivi anafanya vizuri sana katika swala zima la kuonyesha viklipu vyake akiwa anaimba nyimbo za Kihindi, na shavu kubwa ambalo ameendelea kulipata baada ya kuweza kupata shavu la kwenda kuonana na ubalozi wa nchini India. This time around tumeona kwamba siku ya jana aliweza kutambulishwa kama mmoja wa mastaa wataonekana kwenye filamu mpya kabisa ya nchini India ambayo inakwenda kwa jina la Innocent. Hii filamu inatarajiwa kuachiwa mwezi Agosti mwaka 2025, na hivi ndivyo tunaona mapokezi ambavyo yalikuwa kwa mwamba Kili Po. Na kama ulivyoona, hivyo ndivyo ambavyo Kili Po ameweza kupokelewa. Watu wengi sana wamekuja na comment na kusema kwamba huenda kuna mtu kwao huenda akawa kubaliki, lakini kwa wengine anakubalika. So wewe ambaye uko na kitu chako usisite kukifanya, kwa sababu hata Kili Po pia kitu ambacho kimemtoa sio kitu ambacho watu wengi wanafanya. Virginia Po nilikuwepo hapa leo hii kwenye burudani ya Sky TV. Huyo ni Kili Po akionyesha manjonjo yake pale India, lakini moja kwa moja na kurudisha kwa Mariango Mgeta kwa ajili ya kuhitimisha ulimwengu wa habari. Ndivyo ambavyo anakamilisha habari za michezo na burudani katika ulimwengu wa habari Johannes Michael. Na kwa sasa tunaungana na utabiri wa hali ya hewa kuweza kufahamu hali ya hewa katika saa 24 zijazo kutoka katika mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo inayoshopoa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa. Huku kwa ukanda wote wa pwani upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda pwani kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita pamoja na Mara,
Maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ukanda pwani ya kaskazini, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebecca William, tukutana hapo kesho muda wakati kama huu. Naam, ndivyo ambavyo tunakamilisha taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka katika Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA. Kwa niaba ya wale wote waliohusika katika uandaaji wa Ulimwengu wa Habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV.